Kwa kweli vijana wale wameshakaa, wametathmini, wamejifunza na wamesema ni waombee msamaha, japo wengine siwafahamu, lakini itoshe kusema kwa mateso tuliopitia toka kituo chetu kimechomwa. Sasa wamesema mateso sasa basi, na tuko tayari sasa kushirikiana na jeshi la polisi kurejesha huduma ya kituo cha polisi. Afande RPC, tuko tayari kushiriki katika kuhakikisha kwamba kituo chetu kinarejea. Ndio maana kwa mfano ulio hai, tayari unaona gari la mchanga, ni mwananchi tayari ameshajitolea, na tayari tumeshaanza kumwaga baadhi ya material ili siku ya siku huduma hii irejee. Kwa hiyo Mheshimiwa RPC, natambua sana, ninaamini kabisa leo tutaondoka na jibu la pamoja kwa ajili ya kurejesha huduma hii muhimu. Lakini kipekee sana nimpongeze polisi kata wetu, ndugu yangu Clement. Kwa kweli huyu amevaa kofia zote za uzazi za askari, lakini kwa unyenyekevu mkubwa anaihudumia kata ya Buhongwa pamoja na ukubwa wake, lakini pamoja na changamoto zake za kukosa kituo, ameendelea kupambana na mitaa yetu 18. Ndiyo maana mpaka sasa hivi unaona angalau Buhongwa ipo salama, lakini kimsingi nimpongeze sana kwa kazi kubwa anayoifanya Buhongwa. Tumeambiwa hapa kwamba Mheshimiwa Diwani anawakilisha mahitaji ya wananchi, kwamba wanaomba kuwepo kwa huduma ya jeshi la polisi sehemu hii tulio. Lakini nimshukuru, anasema pia kwamba kuna mpango mkakati wanaendelea kuufanya ili eneo hili la Buhongwa liwe na kituo kikubwa, au sio? Kituo kikubwa, na mimi nakubali Mheshimiwa Diwani, endeleeni na hizo jitihada, na sisi jeshi la polisi tutakuwa nyuma yenu kuhakikisha kwamba hicho kituo kikubwa kinakuwepo. Lakini huwezi kwenda kwenye kituo kikubwa bila kuongelea kile kidogo ulichokuwa nacho, kwa sababu hata hatua ukipiga binadamu unaanza na hatua moja, ndio unakwenda hatua ya ngapi? Ya pili. Mmesema hapa kulikuwa na kituo cha polisi hiki hapa. Mheshimiwa Diwani amekata maneno mengi alipoamua kusema hivi, kuna watu walikiharibu, lakini sasa tumewasamehe na wengine hatuwajui. Sawa, tunawasamehe, lakini hatuna budi kutafakari ni kitu gani kiliwapeleka pale hadi kituo cha polisi kikafanya nini? Kikachomwa moto. Na si kituo cha polisi tu, ziko ofisi nyingine za serikali, shule. Hivyo vitu ndio ambavyo hatuna budi kuvitafakari wakati tunasamehe, na kimsingi tusamehe, na mimi nakubali tusamehe, lakini tusamehe huku tukitafakari yale yaliyotokea, na tukubaliane kwa pamoja kwamba hayo yasijitokeze tena. Hatuwezi kusema tusamehe alafu tunaruhusu tena. Mheshimiwa amesema hapa wataleta mchanga, sio nini, mturuhusu, si tufanyeje? Tunaweza tukaendelea alafu wakaja wakatubomolea matofali tena hapo. Tutafyatoa matofali kama hatujajipanga vizuri na kuzuia yale matofali, watakuja kuyabomoa tena hapo. Ndugu zangu, tunatakiwa tutafakari kwa kina. Tukisha tafakari tuseme hivi wote kwa pamoja, wakazi wa eneo hili la Buhongwa, lakini na maeneo mengine, kwamba tusiruhusu tena vitendo vya vurugu, vitendo vya uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Tunao wajibu sote kama wananchi wa maeneo haya kuhakikisha kwamba mali za watu zinalindwa, mali za serikali ambazo zipo kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi wote zinalindwa, na tuzilinde kwa uzalendo, na tuzilinde hizo mali kwa wivu mkubwa, kwa sababu zinatuhudumia sisi, au sio? Sasa hivi tunaongelea kituo cha polisi hapa, huu ni usalama, si ndio? Unaweza kukuta hata aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye anaomba. Unaweza kukuta aliyeharibu kituo hiki yuko hapa naye ataleta tofali. Sasa tulikuwa tunafanya michezo ya kuigiza. Ukitafakari zaidi, hiki kituo cha polisi hiki hapa kimejengwa na wananchi wenyewe, si ndio? Yaani nyinyi mlioko hapa ndio mliojenga, si ndio? Lakini watoto wetu au sisi wenyewe ndio wakaja wakafanya nini? Wakakiharibu.
Leo tunakaa tena tunasema kamanda, tunaomba mtujengee nini? Kituo cha polisi. Ndio maana nasema tutafakari zaidi. Tukisha tafakari, na kwa sababu mnasema tusamehe, tunakubali, tukubaliane kimsingi kwamba hii kitu isijitokeze tena katika maeneo yetu, na ni wajibu wetu sote hapa. Tukiamua kwamba vitendo vya uvunjifu wa amani visiwepo tena, vitendo vya vurugu visiwepo tena, inawezekana. Tuamue kuanzia sasa Buhongwa yetu iwe ya asali, au sio? Mmesema Buhongwa ya nini? Ya asali. Haiwezi kuwa ya asali huku moto unawaka kwenye vituo vya polisi. Haiwezi kuwa ya asali huku vituo vya afya vinachomwa nini? Vinachomwa moto. Haiwezi kuwa ya asali wakati barabara mnaweka matairi, mnapiga kiberiti. Tutafakari kwa kina na tuseme never, never and never again, au sio? Kwamba hii hali isijitokeze. Sasa sisi tumefurahi sana. Maafisa wote wa polisi walioko hapa wamefurahia sana jambo hili, Mheshimiwa Diwani wa Lwani Mapia, lakini na wananchi wote wa eneo hili. Sisi tumefurahi sana. Sisi ni wakina nani tukatae? Kituo hiki ni cha kwenu, si ndio? Si mlikijenga nyinyi, lakini baadaye mkakivunja nyinyi, si ndio? Sasa mnasema mambo yaishe, tujenge kituo, si ndio? Usalama ni wa kwenu, si ndio? Na tumesema wajibu wa usalama watu na mali zao ni wa kwetu sote, si ndio? Sasa mimi nakubali kituo hiki tukitengeneze. Nimefurahi sana kwa huduma hii ya kituo cha polisi kwa sababu kilivunjwa katika wale waliokuwa wanaandamana, na pia hata wafanyabiashara tulipata adha kubwa sana. Kwa hiyo kituo hichi nimefurahi sana kwamba kinaweza kikatusaidia hata sisi wenyewe wafanyabiashara, kwa sababu tulikuwa na hofu hata kufanya biashara Buhongwa, kwa sababu kituo cha polisi kiko mbali, kwamba mpaka nitoe ripoti Nyagezi inakuwa ni umbali sana. Kwa hiyo ninafurahi uwepo wa kituo hichi kwamba kitaweza kutoa huduma na kurejesha huduma ya Buhongwa, kwa sababu unapokuwa unafanya biashara na kukawa na uongozi serikali unaona kwamba imekaa vizuri, ni lengo zuri la kuweza kusema kwamba na unakuwa na amani ya kuweza kuwekeza zaidi, kwa sababu unajua kwamba usalama ni wa kutosha. Tumepata shida kwa sababu mtu unakuwa utembei kwa amani. Yaani leo unaona hii barabara huwezi kupita kwa amani. Kama unapita saa 4 saa 5 unakuwa una amani. Tangu kituo kichomwe tunapata hadha. Kama unatembea una hofu, ukimwona mtu unataka kukimbia. Sababu tunakuwa tuna hofu. Basi rudia kufanya jambo kama hili ni hatari sana, kwa sababu linahatarisha amani. Linahatarisha amani ya kata nzima. Yaani ni kata nzima ya Buhongwa, kata ya Lwani Mapia tunategemea kituo. Kwa hiyo linahatarisha kata nzima. Hatuna amani. Amani inakuwa ni kidogo. Japo doria zipo, lakini sio kama kituo kipo hapa karibu. Inakuwa hapa, unajua kituo kiwa hapa, hata mhalifu anakuwa na hofu na anaogopa kufanya uhalifu maeneo haya.